Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo Jumapili tarehe 6 Juni mwaka 2021. Tumesomewa mlango wa 19 wa kitabu cha Yohana ambacho tunacho wakati huu. Jumla ya mistari mingi ni yapata 42 na yote ilikuwa kisa kikubwa cha kusulubiwa kwa Kristo. Mlango wa 18 tuliomaliza wiki iliyopita tuliona ulikuwa unahusu kukamatwa kwa Kristo, jinsi alivyokamatwa na kwanza kusulubishwa na kuteswa, lakini hapa ndipo anapouawa na kuzikwa. Mlango unaofuata wa 20 tutaona atakapofufuka. Tutajifunza mambo mengi na tutakuwa humu labda kwa wiki 3 au 4. Mlango wa 18 tulikuwa mle wiki 4 kama ambavyo tulikuwa tunafanya milango iliyotangulia. Na tutajifunza vipengele kama vitatu leo au viwili. Katika kuteswa na kukamatwa na kuteswa na kusulubiwa na kuuawa kwa Kristo tutajifunza vitu vingi. By the way, Biblia inataka pia, neno la Mungu linataka, Paulo anasema mimi nakufa kila siku. Ni njia ambayo tunatakiwa pia tuifananie. Ili kusudi tumlingane Kristo, Biblia inatutaka tuifishe miili yetu kila siku. Mtu anataka kujua kwa nini Paulo alifanikiwa kufanya yote aliyofanya. Siri aliweka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 30 na 31. Anasema huku kujisifu kwangu kwenu, haya mnayoona na yatenda ambayo mnaona labda hamyawezi kuyatenda, ni kwa sababu kila siku mimi ninakufa. Anasema huku kujisifu, huku hii hali mnayoiona ni kwa sababu ninakufa kila siku. Labda sio muktadha wa somo la leo, lakini ni kitu ambacho Mungu anatukumbusha ukiangalia kila siku. Tunaona katika ujumla, kabla tujaje kwenye zile hoja, ni utangulizi. Tunaona mwenye mamlaka ya kumsulubisha Yesu alikuwa ni mtawala wa Kirumi, ambaye hakuwa mtu wa taifa la Waisraeli, alikuwa anaitwa Pilato. Mwakilishi wa Kaisari alikuwa anatawala dunia wakati ule kwenye dola ya Warumi. Pilato tumeona, na tutarudia mistari hii mara nyingi, anasema huyu mtu hana kosa, nimemkagua, hana tatizo, nataka nimwachilie. Na sana sana tu labda nitambabua fimbo kidogo alafu nimwachilie. Wakasema hapana, msulubishe. Na walipo wakina nani? Wayahudi, watu wa taifa lake. Watu wa taifa lake. Leo hii watakwambia Wayahudi ni taifa la Mungu linampenda Kristo na ni hapana, ndilo lililokuwa linapambana auawe. Wakati watu wa mataifa wanataka asiuawe. Ni utangulizi tu, tutaona labda kama kipengele kimoja wapo. Twende kama utangulizi tu. Tusome katika kitabu cha, turudi kwenye tusome ile mistari ya utangulia alafu tutaenda sehemu nyingine. Tuanze mstari wa kwanza, anasema hivi: basi ndipo Pilato alipomtoa Yesu akampiga mijeledi, nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau, wakamwendea wakisema salamu, mfalme wa Wayahudi, wakampiga makofi. Kisha Pilato akatokea tena nje, akawaambia, mtu huyu namleta nje kwenu mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Hiyo mistari ni 4 ya kwanza ya kutangulia. Kwa hiyo tunaona Pilato hana mpango wa kumsulubisha. Hii ni sehemu moja hapo, lakini tunaona sehemu kama 4 au 5 kila wakati. Na huko mbele tutaona. Turudi nyuma, tusome kitabu cha Mathayo. Kwa sababu hiki kisa cha kusulubiwa kimeelezwa katika injili zote 4. Injili ya Mathayo, injili ya Marko, injili ya Luka na injili ya Yohana. Tuone Mathayo mlango ule wa 27. Tusome sehemu moja tu, mstari ule wa 24 na 25, sehemu mistari miwili. Mathayo 27 ndipo kusulubiwa kwa Kristo katika kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 27, some mstari ule wa 24. Mathayo 27:24 nasema hivi: basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote bali ghasia inazidi, akatwaa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki.
Yaani huwezi ukapata sehemu ambayo ni ya wazi ya kwamba huyu mtu hakuwa na mpango wa kufanya chochote zaidi ya maandiko. Sehemu moja hapo ni hii. Anasema yaangalieni haya ninyi wenyewe. Mstari wa 25 tuone sasa mwenye hatia ni nani. Watu wote wakajibu wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Kinywa kinaumba. Hawa watu wakasema hii damu ni ya kwetu na kwa kawaida hakuna damu inayomwagika Mungu akaiacha hivi. Lazima kila damu inayomwagika ilipwe. Mungu alisema mwenye kuua kwa upanga na yeye atauawa kwa upanga. Ndio kanuni ya Mungu. Ukitoka hapo kuua mtu ujue watu wengine atapita tu atazunguka lakini hatimaye atalipwa. Leo hii nchi mataifa ya dunia hii yamejaa damu ya watoto wachanga tumboni. Ambao wanauawa kwa kigezo cha haki ya kutoa mimba. Tukafikiri kwamba ni kitu cha kawaida. Hapana, hiyo damu italipwa na ndio sababu naona maovu yameiteka dunia na yote yale maovu yanaleta hukumu juu ya uso wa ulimwengu huu. Kabisa. Haiwezekani Mungu aende akajiumbie mtoto wake tumboni kwa mwanadamu aliyemuumba, alafu mwanadamu kwa mipango yake binafsi na kwa sheria alizojitungia aseme hapana huyu sitaki. Haiwezekani. Ni kama leo hii ukienda ukapanda shamba kubwa la mahindi alafu ukafika katikati ukayakata. Wewe mwenyewe unaweza ukakamatwa ukafungwa. Hata kama yale mahindi yalikuwa ni mali yako. Au ukakatakata miti. Kuna nchi nyingine ukikata mti, wewe unapanda mti bila kibali. Ila nenda kaukate uone utakachokipata. Je, si zaidi mwanadamu? Sasa wanasema ndo fundisho la leo. Hapana, tunaona mambo ya kumwaga damu. Hawa watu wanatoka wasema sisi tuko tayari hii damu itupate sisi na iwapate watoto wetu. Ndicho kinachoendelea taifa la Israeli mpaka leo. Damu ya Yesu Kristo, na hata wakati wa miaka 7 ya mpinga Kristo, hasa ile 3.5 ya pili, siku 1260 majuma 42 ya kutawala kwa mpinga Kristo, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 11 na mlango wa 14 anasema ile damu ya Kristo itapatilizwa juu ya taifa lile. Leo hii hakuna taifa ambalo limepigwa duniani kama hawa. Hakuna taifa lililouawa kwenye vita kuu ya pili ya dunia kama wao. Lakini wanataka kulifanya kama ni watu walioonewa, walikuwa wanavuna dhambi zao. Na sisi tunaosikia ikitokea tukafanana nao, bado uwezo kusema kwamba Mungu hana upendeleo. Sasa tu ilikuwa ni utangulizi. Twende katika vipengele. Kwa hiyo tunaona mwenye hatia yake katika kufa kwa Kristo, kwa sababu hata Yuda anasema nimeisaliti damu isiyo na hatia, lakini waliomlipa hela ni nani? Si Wayahudi. Na taifa lote, watu wote, Biblia inasema ni watu wote walisema damu hii, angalau hata na wenyewe wangenawa wakanawa kama Pilato, wakasema hairuhusu. Lakini wao wanasema hapana, Pilato umenawa, sisi tunachafuka. Tumwagie hiyo damu yote. Sio jambo la kawaida hili. Lakini wanadamu tukiona haya, tunafikiri mambo ya kawaida. Ukiona taifa hilo linavyopigwa, na liko njiani kwenda kupigwa, na lilivyo Waisraeli ni taifa lililoteswa katika historia ya wanadamu, hasa baada ya kupaa kwake Kristo. Waliondoka kwenye taifa la Israeli pale kwao walipokuwa Yerusalemu. Mpaka leo hawajarejea, wako pembeni kidogo, wako sehemu inaitwa mji wao mkuu unaitwa Tel Aviv. Waliondoka waliondolewa wakapelekwa utumwani kwa muda wa miaka kama 2000 kasoro kidogo. Waliondoka kwenye mwaka wa 70, walikuja kurudi mwaka wa 70, yani kabla ya karne ya kwanza kupita. Mwaka wa 100 haujafika, mwaka wa 70 baada ya kuondoka Kristo. Walikaa huko, wamekuja kurudi mwaka 1948 kwa mipango ya Illuminati, sio kwa mipango ya Mungu. Sasa tutaenda huko baadaye, lakini turudi kwenye hoja moja. Hoja ya kwanza tunayoiona inasema dhihaka ya walimwengu
kwa watu wa Mungu au kwa Kristo mwenyewe. Yaani watu wa ulimwengu huu. Na tutaona kwenye hoja inayofuata kama hii sio walimwengu peke yake ni na hata wa Kristo wenyewe. Tuna tabia za kudhihaki. Kudhihaki ni kudhalilisha, ni kushusha kitu, kukinyang'anya maana na kukitesa wakati mwingine. Juu yake kunakuwa na mateso. Tunaona dhihaka ya watu wa ulimwengu huu dhidi ya kazi ya Mungu. Dhidi ya kwa sababu Kristo alichokuwa anafanya alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Anasema nimetuma na baba yangu kufanya kazi yake. Anasema kazi nimeimaliza. Na sisi tukiwa pamoja na Kristo anasema tufike sehemu fulani tuseme kama Paulo anasema kazi nimeimaliza. Mwendo nimeumaliza. Kwa hiyo alikuwa na baadaye tunaona kwenye mlango huu anasema imekwisha. Sina kazi iliyobaki. Nimemaliza kabisa. Nimetimiza wajibu langu. Nina uwezo sasa wa kuvikwa taji. Nina uwezo wa kulipwa mshahara wangu na ijara yangu. Sasa tunaona dhihaka ya ulimwengu, kudhihaki. Ulimwengu una tabia ya kudhihaki kazi ya Mungu. Ulimwengu kama ulimwengu. Tumeona sina haja kurudi pale tulipofungua mlango wa 19. Tumeona Kristo wanamvalisha taji. Taji huwa ni alama ya cheo cha ufalme. Wafalme wanavaa mataji na hata wake za wafalme umarikia. Lakini la kwake likawa la miiba. Baadaye mfalme alikuwa pia anatakiwa au mtu mwenye nguvu, mwenye cheo na mwenye fedha, tajiri, walikuwa wanavaa rangi ya kitani ya zambarau. Wakamvalisha vazi la kifalme la zambarau, wakamwambia sasa wewe ndio mfalme, yani ni kumdhihaki. Sasa neno hili haliingii kwenye Biblia kwa bahati mbaya, linaingia kutufundisha na halitokei mara moja. Leo hii ulimwengu unaendelea na kudhihaki kazi ya Kristo. Na tutaona sio ulimwengu peke yake na Wakristo pia tunamdhihaki. Kudhihaki ni kama kuigiza. Kristo waliigiza ni mfalme. Unaweza kufikiri ni ili sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Kwa mfano mstari wa 2 na 5 tumeona anasema wakamdhihaki wakamwambia salamu mfalme. Salamu mfalme wa Wayahudi. Yaani wanajifanya wanamsalimia kwa sauti ya kifalme. Hiyo ni dhihaka. Tutoke kidogo tuende kwenye injili zinazofanana katika maeneo. Turudi katika Mathayo na Luka. Hata mlango ule wa tuende Mathayo mlango ule wa 27 tena. Tutakuwa tunairejelea Mathayo 27 kwa sababu inafanana na Yohana 19 lakini somo letu kuliko kwenye Yohana. Mathayo 27 tusome mstari wa 42 wanasema Biblia inasema mstari wa 42 Biblia inasema akaenda tena mara ya pili akaomba akisema hapana mstari wa mlango wa 27 anasema mstari wa 42 yeye ni mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani nasi tutamwamini. Hayo ni maneno ya dhihaka. Ni kumdhihaki. Huyu si mfalme mwenye kuweza yote, mwana wa Mungu. Ashuke sasa tutamwamini. Na kuhakikishia hata kama angeshuka wasingemwamini. Ilikuwa ni kudhihaki, ni maigizo. Ukisoma katika Luka, hiyo hayo yote ni maneno ya dhihaka. Tunaweza kusoma hata katika Marko lakini tuende sehemu mbili tu. Luka mlango ule wa 23 nao ni mlango wa pili kutoka mwisho wa kitabu cha Luka ambao unaongelea habari za kuteswa kwa Kristo na kusulubiwa na kuuawa. 23:35 Biblia inasema 23:35 anasema watu wakasimama wakitazama wale wakuu wao nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Mizaha kama hii ipo mpaka leo. Leo hii kuna imani nyingi za dunia hii. Wanakuambia Kristo gani ambaye yeye sasa kama alikufa atamponya nani? Hem tuulize, unaweza ukaiuliza mbegu ambayo iko inakufa ili kusudi izae mbegu nyingi kwamba hiyo mbegu haijafanya kazi nzuri?
Watu wanataka mbegu ibaki hivi. Mbegu isipokufa. Leo hii tusipokufa viburi vyetu, tusipoipasua mioyo yetu ya mawe tukairuhusu kama mioyo ya nyama, tukailainisha ikapondeka. Biblia inasema Mungu anawataka watu waliopondeka moyo. Tukaendelea kushupaza mioyo yetu, tutakuwa hatuna tofauti na wao Wayahudi. Tunatakiwa tufe. Lakini wanamwambia huyu alikuwa mjiokoe tuone. Huko nyuma kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Herode. Alikuwa amemwambia, "Hebu naomba unifanyie muujiza na mimi hata mmoja tu. Nataka nione." Ni kama anataka amfanyie maigizo kama wale wanafanya maigizo. Yesu wala hakumjibu. Alikuwa hajibizani naye. Tutakuja kuona kwa nini wakati mwingine Yesu alikuwa hajibu, wakati mwingine alikuwa anajibu. Ina maana leo hii unaweza kumwomba Mungu asikujibu. Ana sababu yake. Lakini tutaiona huko mbele ya safari. Kwa hiyo tunaona leo hii watu wa dunia ukiwaambia habari za Kristo, yani ni kama unawaambia sisi tunaopelekaga injili tunalionaga. Ni kama unawaambia vitu vya ajabu ajabu. Bora waambie siasa, bora waambie mpira. Bora waambie kitu kingine, lakini Kristo anasema hapana, huyu hana nguvu za kuokoa. Hapana. Kristo ana nguvu za kuokoa. Tukitaka kujua kama Kristo ana nguvu za kuokoa, tuangalie mienendo tu haraka ya ulimwengu huu. Mambo yanaendelea duniani. Kumekuwepo na mamlaka za dunia hii nyingi, kupita watu wenye nguvu na nini, wakapita wakapotea. Lakini habari hizi za wokovu wa Kristo zinadumu kizazi hata kizazi. Kama zingekuwa ni watu wangetokea wakaamini, wakaprove au wakathibitisha kwamba hazipo, zingesha kufa. Lakini hata katika kutokuonekana kwake, hata katika kule kuonekana ni dhaifu, lakini bado zinaendelea na zinamea. Hasa kwa wale Paulo anasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari anasema injili yetu kama imestirika basi imestirika kwa hao wanaopotea. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 3. Kwa hiyo tunaona kwamba hii injili ya Kristo, wokovu wa Kristo ungekuwa ni dhaifu kiasi hicho basi ungepotea. Lakini ndio ulioenea duniani kote. Unaweza kukutana na imani nyingi za dunia hii, utakuta tu zimekaa upande mmoja. Labda kuna moja inakaa maeneo ya Waarabu tu. Nyingine inakaa katikati ya Wahindu, nyingine lakini hii nyingine ya Kristo imeenea dunia nzima. Kwa sababu kuna katika udhaifu wake ukweli wake pia unathibitika. Unathibitika. Lakini sio dunia hii peke yake. Kuna na sisi wa Kristo. Na sisi wa Kristo. Na sisi wa Kristo. Leo hii tunaendelea kumdhihaki Kristo. Tuko katika habari ya dhihaka. Na hakuna kitu kibaya, hem tuende katika uhalisia. Labda tutoke kwenye maandiko, tuende kwenye uhalisia wa maisha yake. Hakuna kitu kibaya kama mtu akikudhihaki. Hivi leo unajua kuna watu wana tabia ya kudhihaki wengine kwa kuwaita majina. Unakaa pale anakuita wewe fulani wewe. Yaani anakuwa anakusema tu. Kama dhihaki. Mungu alisema msilitaje bure jina langu. Vile vile tusiwe na tabia pia ya kuanza kuitana tu kudhihaki mtu. Sema wewe mwingine anamdhihaki kwa kabila yake. Wewe mgogo, wewe mtu hapa kila siku. Ambia kuona watu ni makosa. Kudhihaki mtu kwa jina lake, kwa kabila lake. Kwa nini? Dhihaka. Sasa Kristo ndio walikuwa wanamdhihaki, wewe mfalme wa Wayahudi. Hebu shuka tuone sasa. Leo hii pia na Wakristo tuna tabia ya kudhihaki kazi ya Kristo. Wokovu wa Kristo. Hivi kama dhihaka kubwa ya kwanza ni nini? Dhihaka kubwa ya kwanza ya sisi wa Kristo, na tunajifunza ili kusudi tutoke huko. Hatusomi neno hili kusudi tujihukumu. Ili kusudi tujiboreshe, tumlingane Kristo. Dhihaka ya kwanza ya Mkristo ni kule kukaa na Biblia miaka 20 akawa hajawahi kuisoma akaimaliza hata yeye.
Akawa hajawahi kusoma kitabu hata kimoja akakielewa. Hiyo ni dhihaka. Wewe unasema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na kitabu chake kwa hapa afu ukijui. Nani anaweza kusema kwamba hiyo sio dhihaka? Hiyo ni dhihaka. Lakini huyo Mkristo anajua hadithi zote za Shigongo. Anajua nyimbo zote za waimbaji wa Kiswahili hapa. Anajua siasa zote zinazoendelea popo bungeni wapi huko, kila kitu na habari za mtaani zote ziko kwenye vidole vyake. Anazijua. Lakini neno la Mungu huko ni kudhihaki. Kitu ambacho hujakidhihaki unakipa nafasi ya kwanza. Kudhihaki ni kushusha. Kwa mfano hakuna kama sio kudhihaki wale watu hawakuwa na sababu ya turudi kwa wale tunajifunza kwa wao alafu tunaleta kwenye maisha yetu ya kila siku. Hapakuwa na sababu ya wao waliona amewakosea sana. Hapakuwa basi na sababu ya kumvalisha kilemba cha miiba. Hapakuwa na sababu, ilikuwa ni dhihaka. Hapakuwa na sababu ya kumvalisha vazi akalivaa alafu akamvua. Baada ya kumsalimia wasema salamu mfalme, ilikuwa ni dhihaka. Vile hakuna sababu ya tuangalie mfano wake. Hakuna sababu ya binti kwenda akavaa nusu uchi, akapiga picha amegeuka aonyeshe makalio yake, alafu juu yake kaandika na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Hiyo sio dhihaka. Ilikuwa inatosha kupiga picha akairusha tu akaiona. Lakini kwa nini unaweka neno la Mungu pale? Kama sio dhahabu, kama sio dhihaka. Walikuwa wana uwezo wa kumtesa bila kumvalisha kilemba. Walikuwa na uwezo wa kumuua bila kuanza kumsalimia akamuita mfalme wa Wayahudi wakati Pilato alipokuja kuliandika wakasema hapana usiandike. Wewe si umetoka kumuita mfalme wa Wayahudi? Sasa mbona tulivyomwandika jina hilo kama ni mfalme wa Wayahudi akasema usiandike? Ilikuwa ni dhihaka. Tumeshaona hiyo dhihaka inaendelea katika Biblia katikati ya wale watu na tunaiona pia inaendelea katikati ya Wakristo. Hakuna sababu ya watu wa Kristo kulikataa neno la Mungu. Ukiwaambia Isaya anasema hiyo hairuhusu. Ukimwambia Ufunuo anasema hapana. Ukimwambia neno la Kristo anasema hili hapana hilo. Yaani wanachagua yale machache. Wakalikataa neno la Mungu alafu wakipata shida wanaomba tena kwa jina la Mungu yule. Huko unako ni kudhihaki. Ni kama mtu unamwambia asewe rafiki yangu akipata shida humsaidii. Wewe ukipata shida unaenda kwake. Huko ni kumdhihaki. Wewe urafiki gani sasa? Si bora tuseme kama sisi hatujuani. Amina. Tuko wote. Lazima tuchambue haya maneno tuyaelewe, hayakuwa kwa humu kama historia. Sasa unaweza kusema tunajifunza nini hapa? Yaani tuondoke na ujumbe gani? Ujumbe tunaondoka nao ni kwamba kwanza tumepewa thawabu kubwa sana katika kufa na kufuka kwa Kristo na huduma yake. Tuipe kipaumbele cha kwanza. Lakini kama hatujafanikiwa kufika huko ya kufanya hivyo, basi angalau tusichanganye maneno yetu ya dhihaka na machafu yetu. Kwa mfano mtu na sio vijana tu. Kijana naenda anapiga picha amevaa kisuruali cha ajabu anaandika anasema kama sio wewe Kristo nisingekuwa hivi. Kristo hajakufundisha kwenda ukavaa ukapiga kiduku. Anakuambia ni Kristo aliyeniwezesha kufika hapa. Huko ni kumdhihaki. Hiyo ni dhihaka hiyo. Kwa hiyo hakuna sababu ya watu kulikataa neno la Mungu alafu Mungu huyo mimi wewe niseme kitu anaisha kusema tusaidiane kulifikiria hili na litusaidie lituume wote. Lituume wote. Wote wale wengi hapa tuna simu zile za touch. Zina magrupu yanaitwa WhatsApp. Na mengine ya aina nyingine ya WhatsApp. Unakuta watu kwenye grupu pale. Ikitokea neno linalohusu mambo ya Mungu hasa kwenye Biblia hasa za mambo ya Kristo, matusi yanapaa mabaya kweli kweli. Na yakisemwa yanasemwa kwa kejeli. Yanaingizwa akina mgogo wale.
ndio wanayoyakubali. Wanaingiza yale wakina bushiri wa ushenzi fulani. Ya Kristo ya kweli hawayataki. Ila siku kukitokea msiba kwenye ile grupu, wote wanakuwa wa kwanza Mungu. Yaani neno lao wengine wataandika kwa herufi ndogo, wengine kwa herufi kubwa, wengine wanaandika jina la mfiwa au aliyekufa wanaandika kwa herufi kubwa lakini la Mungu wanaandika kwa herufi ndogo. Umeshaona hiyo? Hebu niulize, ukiona watu wameandika jina lako kwa herufi ndogo utajisikia vizuri tu? Kwa wale ambao walishafikiria hilo jambo. Bana, Mungu wa kwanza, Mungu awabariki Mungu. Mungu yupi? Kama sio kumdhihaki. Rafiki yupi ambaye siku anakuhitaji wewe haupo, siku una shida naye unakuwa wa kwanza kumpamba mbele ya wanadamu? Hapana. Hiyo ni dhihaka. Hiyo ni dhihaka. Hem, tusonge mbele. Tusome. Leo hii hakuna sababu ya watu wa dunia hii na Wakristo kuvaa zile zinaitwa kama medali au nani za shingoni zinaitwaje, mapambo, mikufu ya misalaba. Au unakuta mabinti ameenda amevaa kahaba afu amepiga heleni za msalaba. Nani anaweza kusema kwamba ile sio kejeli, sio dhihaka? Ni dhihaka, ni kejeli. Ni ile ya kusema wewe ni mfalme wa Yahudi alafu unamchapa na kiboko pale pale. Hapana. Jamani, wakati mwingine tunachuma dhambi. Mungu kimsingi ana tabia, alishasema vitu vyake. Mungu hatulazimishi kumpenda, lakini pia anatulazimisha kuhofia vitu vyake. Hataki tucheze vitu vyake. Leo ni dhihaka gani ya watu wanatoka mbele wanakuambia jamani, Bwana Yesu asifiwe na wapenda wote, akitoka pale anakuwa ndo mtu wa kwanza kueneza umbea juu ya wenzake. Hiyo sio dhihaka. Na haya ni maneno tunatakiwa kidogo yatutengeneze kwa sababu haya maneno sio wanadamu, ni ya Kristo. Na nani anaweza akatoka akasema kwamba haya maneno tumefundishwa vitu vigumu? Hapana, hivi ndio vitu vinatakiwa tujifunze. Je, ni nani anadhani kwamba watoto wanapofundishwa mashuleni au watu wazima wanapofundishwa wanatoka wanapata 100 kwa 100? Hapana, anaweza aliyefaulu sana anaweza kupata 80, 90, 70. Vile Mungu anaweza asitegemee kwamba kila tunachokisoma hapa tutatoka tukifananie 100 kwa 100, lakini kitutengeneze tutoka katika 0 twende katika 10. Toka katika 10 twende kwenye 20, 40, 50, 60. Tuwe tunapanda. Yani kama kiwango chetu cha umbea kinalingana na kiwango cha duniani, basi haina faida ya kukusanyika siku ya Jumapili. Kabisa. Tulikuwa tunalikajeri jina la Kristo. Kwa hiyo maneno haya yasiwe hata siku moja hukumu. Hapana, yanatakiwa yawe elimu ya kumjua Bwana na kumfanania Kristo. Tuna uwezo wa kuzuia kinywa chetu kisinene maovu. Tunao uwezo. Unajua kitu ambacho unaweza kukizuia ni nini? Ni tumbo lako kutokuona njaa. Unaweza ukashindwa kuzuia tumbo kuona njaa. Ukajikuta katika mazingira fulani hata umekula ambapo haikuwa sahihi. Lakini una uwezo wa kuzuia kinywa chako kisinene maovu. Kisinene umbea. Kisinene maneno mabaya. Ni mambo ni mifano michache, lakini tunamkejeli Mungu kwa vitu vingi. Tunamkejeli Mungu kwa vitu vingi kwa kweli. Sasa naomba niliache wazi. Twende sisi wenyewe tutakapokuwa tunaishi kila siku huko katika njia zetu tunazoendelea. Tunaangalia hivi tunafanya ni kejeli na ni dhihaka kwa Kristo? Kama tunaona ni dhihaka, siku kwa siku, wakati kwa wakati, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka, tuendelee kupunguza ile dhihaka pole pole mpaka tutakapokuwa tumeipunguza vya kutosha. Yamkini na kuimaliza kabisa. Hakuna mtendo kwenye dhihaka nyingine. Ili inaweza kawa somo la kujitegemea. Unajua unapohubiri injili kama ya Kristo ya Yohana, mstari mmoja unatosha kwa kweli. Ukiutafakari kwa utafakari na Biblia yote, unatosha kuwa somo la kakamilika. Hapa nitaacha tu nitaishia njiani.
Nitaacha ili kusudi niweze kuenda kwenye jambo jingine, vinginevyo tungeweza kulisoma nalo kwa muda mrefu. Lakini tuangalie kipengele cha mwisho cha dhihaka. Dhihaka ya Wakristo na dunia. Hivi watu kwenda wakaita watoto wao majina mazuri, wakamwita Daudi, wakamwita Yusufu, Joseph. Joseph yuko hapa, si ndio Joseph? Kwa wakaita kina Peter huko hapa. Wakaita kina Elizabeth yuko hapa. Majina yale mazuri, Ibrahimu, majina yale ya wacha Mungu wa kweli. Halafu tukaishi kama dunia. Ulishawahi kuona akina Daudi wanaishi maisha ya ajabu? Ile sio dhihaka ile? Tende kudhihaki ni kuchukua kitu chenye hekima ya juu na heshima ya juu ukakishusha ukakiweka katika hali ya kutukana na kukiondolea yani heshima yake. Sasa mimi ningetegemea kama tungekuwa ni vizuri kuita watoto majina ya Kikristo, lakini tuyalingane, tuyafanane. Ukiona mtoto wako umemwita David au Daudi, uhakikishe unamlea anafanana na Daudi. Ukiona mtoto wako umemwita Daniel, umlea afanane na Daniel. Ukiona mtoto wako umemlea anaitwa Yohana, John, umlea afanane na Yohana Mbatizaji. Afanane na Yohana mtume. Lakini unakuta mtu ni Yohana Kibaka. Ni dhihaka sio dhihaka? Tuseme ukweli, ni dhihaka sio dhihaka. Tunalidhihaki jina. Kuna watu wengine wanajiita akina Emmanuel. Emmanuel ni Kristo. Hebu jiulize ukutane na Emmanuel yule teja. Bana. Vipi unaitwa nani naita? Hebu ngongee mshikaji hapa. Na ni Emmanuel. Hajadhihaki? Ni dhihaka sio dhihaka. Tuangalie basi tusiruhusu watoto wetu maisha yetu yenye jina yenye ufananio wa Kristo wa mambo ya Mungu ya mbinguni yaliyotukuka kiasi hicho alafu yashuka. Hiyo ni dhihaka. Sasa tunakaa huko muda. Hebu tusome sehemu mbili chache, mbili tatu hivi tutatoka sehemu hiyo. Twende katika kitabu cha Ibrania mlango ule wa pili, mlango wa kwa ajili ya muda. Kwa ajili ya muda hii mistari sitaenda huko. Naomba ni nukuu mtasoma wenyewe. Kwa ajili ya muda kwa sababu nikigusa nitaanza kuifafanua muda mrefu. Lakini Ibrania 6:4 mpaka 6. Anasema tunapotenda dhambi, mtasoma ni sehemu mbili. Ibrania 6:4 mpaka 6 na Petro wa pili 3. Petro wa pili 3 mistari ya mbele kidogo kama nafikiri ni 8 pale. Anaposema iko wapi ahadi ya kuja kwake? Huyo Kristo anasema atakuja. Mbona miaka yote anasema ndio hiyo ni wanadhihaki, anasema watakuja watu wakudhihaki. Ngoja nisome ile mistari alafu nisifafanue. Twende Ibrania 6 Ibrania 6 mstari wa 4 kwa ajili ya muda tu na nisipeni kaa kwenye hoja moja muda mrefu. Ibrania 6 anaanzia mstari ule wa 4 anasema hivi: kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika na Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehesha kwa dhahiri. Hiyo ni taswira ya kufedhehesha, kudhalilisha, kushusha. Najua Mungu anatujua udhaifu wetu kwa kweli. Biblia inasema Bwana, kama ungehesabu makosa yetu, ni nani angesimama mbele yako? Zaburi ya 130 pale mstari wa kwanza naendelea. Kwa hiyo Mungu anatujua udhaifu wetu, lakini pia hataki tumkosee dhahiri. Dhahiri. Naweza nikatoa mifano mingi lakini ngoja nisiende huko kwa ajili ya muda. Na anasema katika Petro, kama huko kwenye Ibrania nenda kulia zaidi, utapita Yakobo na Petro wa kwanza, utaingia Petro wa pili mstari wa mlango wa 3 mstari
Tuanze mstari wa 3 pale. Anasema hivi. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe. Watakuja na dhihaka. Mmoja wapo atakayesema sina muda kwenda pale, wataweza huyo Kristo kwake. Mwenye anaokuwa nini? Anafanya yani ni nani? Na ipo mpaka leo na ni nyingi. Twende katika hoja ya pili. Turudi katika kitabu cha katika Yohana mlango wa 19. Tutaanzia mstari wa 6. Hoja ya pili inasema Wayahudi na watu wa Mungu. Wayahudi na watu wa Mungu ndio adui wa Mungu. Tuliigusa kidogo kwa hiyo sitaiongelea zaidi. Wayahudi pamoja na watu wa Mungu kimsingi ndio watu wa Mungu ndio adui wa Mungu namba 1. Tutaliona. Unaweza kusema je, sasa maana yake ni nini? Tutaiona ndani yake lakini tusikie ile hoja ili kusudi tujenge na kuomba muda wote utakapokuwa ndani ya ibada. Usijisikie kuhukumiwa. Ninajua watu wengi tumefikia umri huu hatuwezi kusikia Biblia inahubiriwa. Kiukweli tunaenda makanisani tunafanya mambo ya kanisani na nini lakini Biblia kama Biblia unakuwa hujai kusikia inahubiriwa. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu. Ni kama mtu mkute anaongea Kiingereza kama cha mtoto wa darasa kama mtoto mdogo ana miaka 30 uanze kumcheka. Kama hakuwahi kukisoma utamchekaje? Au hajui hata kidogo. Hata kama ana PhD akawa hajui kuongea Kiingereza. Na mwingine hakuwahi kukisoma au alikisoma akafundishwa na mwalimu naye na hakijui. Walimu hawajui Kiingereza. Unategemea mtoto ajue Kiingereza. Sasa vile vile kama wachungaji wao hawajui Biblia na hawataka kuijua, unategemea Wakristo wataijuaje? Kwa hiyo tukiwa huku tusijisie kuhukumiwa kana kwamba nitakiwa niwe najua yote haya, nitakiwa niafanye hapana. Tuwe tayari. Kumbe Mungu anasema hiki nacho. Kumbe hiki Mungu na nakwambia sio rahisi siku ya kwanza kuelewa hivi. Siku ya kwanza utakuwa unapita juu yako. Siku ya kwanza utaelewa utajikuta ni vigumu sana kwa siku utakapojikuta vinaanza kuwa halisi katika maisha yako. Hutafahamu ni nini. Utashtuka tu ni kama mtu anayejifunza kuendesha labda baiskeli au gari. Hutajua ni saa ngapi umejua kuendesha ile baiskeli. Utashtuka tu unaanguka baadaye unaona unatembea mtu kauliza ulijua tarehe ngapi? Hajui. Lakini je, mtu akiacha kujifunza atafahamu ile baiskeli? Hapana, kazi yake ni kujifunza mara nyingi. Je, ataanguka? Ndio. Atachubuka? Ndio. Vile vile. Neno la Mungu lazima tukutane nalo katika mazingira. Mlango wa 19 mstari ule wa 6 Yohana anasema wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema msurubishe. Pilato akawaambia mtwaeni ninyi basi mkamsurubishe kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu sisi tunayo sheria na sheria hiyo anastahili kufa kwa sababu alifanya kuwa mwana wa Mungu. Tunaona wenye kumfanya ahukumiwe ni watu wa ndani. Leo hii taswira yake ni Wakristo. Ni watu wa dini, ni watu wa imani. Wayahudi ndio walikuwa wa kwanza, ndio walikuwa mstari wa mbele. Ndivyo ilivyo leo kwa Wakristo. Wayahudi ndio walijua sheria ya Mungu, ndio walijua Kristo atazaliwa wapi. Ndio walikuwa leo hii Wakristo ndio wanajua uzuri wa Kristo. Lakini ndio wa kwanza kupinga. Leo hii hoja tuko tunaangalia watu wa Mungu na Wayahudi ikianzia kwa Wayahudi lakini ambayo inaendelea mpaka leo. Tukasema ndio wanaomtesa Yesu na kumsulubisha mara ya pili kama tulivyotoka kuona. Hiyo hoja tuipime katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu kuhubiri kwa maana ni kusoma neno na kuleta kwenye maisha ya leo. Leo hii mtu anaweza katoka kusema leo tuko tunasoma Yohana mlango wa 19. Yesu akampiga, Wayahudi wakampiga. Yaani ikaishia juu kwa juu. Hapana, Mungu anasema lazima tuangalie je, sisi tunampigaje leo? Ili kusudi tuache. Anasema mambo haya yaliandikwa kwa ajili yetu sio kwa ajili ya hao wenyewe. Wale mambo yao yameshapita. Hebu tuende katika uhalisia wa leo. Hoja tunaangalia watu wa Mungu ndio tunao msurubisha na kumdhalilisha Kristo na ndio tunaomtesa. Leo wavaa uchi nusu uchi. Ni watu wenye ulimwengu wa Kikristo au ulimwengu sio wa Kikristo? Tuseme kwa sauti ya pamoja jamani.
Sasa tukisema ni sawa na hawa Wayahudi waliosema walimwambia Pilato anasema Pilato anasema mimi sitaki msulubishe. Tumwachie aende zake. Wao wasema hapana tumsulubishe. Leo hii watu wasio ukienda jamii ya Wahindu hapa Tanzania kuna Wahindi wanavaa nguo wanajifunika huwezi kaona mguu wa Mhindi. Kama ni mwanamke wa Kihindi. Huwezi kaona wa Maarabu. Lakini utaona wa Mrokole. Utaona mpaka juu ya magoti. Utaona mpasuo unaenda mpaka mwisho utafanya kushusha macho kwa aibu tu. Mimi nimefika sehemu fulani siku hizi natembea hivi. Wazo ukiinua macho tu kwenda hasa mijini utaona vitu vya ajabu vya kutisha hakika anawaambia. Na hutaviona vya watu wengine unaona vya hawa Wayahudi. Wakristo. Ndio kweli. Nani ambaye anasema kwamba hii injili ni mbaya inabidi tuepuke twende kwenye ile Bwana pokea sifa. Hapana. Ndio makusudi haya maneno. Yatutengeneze. Na mimi naongea na Paulo anasema na mimi nakufa kila siku. Sio kusema kwamba nimeyaweza haya. Hili neno mnavyolisikia ndivyo na mimi ninavyolisikia na kuhakikisha 100%. Hivyo. Wote tunasikia sawa sawa. Leo hii ukienda katika makusanyiko ya Wakristo makanisa ya Wakristo ndipo maneno ya umbea yanapotengenezwa. Ukitaka kujua mambo ya watu vizuri umbea ingia katika makanisa. Nani nadhani kwamba sio kumsulubisha Kristo? Jamani ngoja tu. Najua Petro aliwaambia Wayahudi wale mwanzo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema najua haya yote mliyatenda kwa kutokujua kwenu. Petro aliwaambia. Anasema makosa mliyafanya ndio lakini ni kwa sababu mlikuwa hamjui. Kwa hiyo na anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 12 mwisho katikati hapa anasema mtu anayefanya kosa asilolijua atapigwa kidogo. Lakini hata acha kuchapa atachapa. Hii sio sawa. Sasa ni bora tusichapwe. Kwa sababu tulikuwa mengi tunayafanya kwa kutokujua. Basi tuwe tayari kujua ili uzudi tupone. Nisha anachosema. Leo hii ngoja niseme neno la jumla. Maisha ya dhambi ndiko kumsurubisha Kristo na kumdhalilisha. Ndio tumeona kwenye Waebrania 6. Maisha ya dhambi, kuishi maisha ya dhambi. Hasa zile dhambi, unajua dhambi mbaya ya kwanza ni nini? Dhambi ya hadharani inayowafundisha na wengine kufanya dhambi. Ile dhambi ya hadharani ni mbaya sana. Kwa mfano, wale waimbaji wanaoenda mbele wanavaa uchi wanafundisha wengine, wale ni wakosefu. Angeenda kaifanyia chumbani kwake, isingekuwa dhambi. Sasa tutoe mfano. Leo hii ukienda kwa wastani maeneo ya Wakristo kwenye sehemu ambapo Wakristo ndio wenye mamlaka. Mfano mzuri tunaolinganisha ni Tanzania bara na Tanzania visiwani, Zanzibar. Wanarushwa wengi wako huku Ukristoni zaidi au wako kule ambako sio kwenye Ukristo. Sasa tukisema kwamba tunamdhalilisha sisi ndo adui wa Kristo, tutakuwa ndo adui wa msalaba, tutakuwa tumedanganya. Pilato mlango wa 19 Yohana 19:6 anasema mimi sioni kosa. Wanasema tunakosa tuna sheria. Tutakuja kuona ile sheria wao walikuwa ni kundi la kimungu lile. Wayahudi walikuwa wanaongozwa na sheria ya Mungu. Hawakuwa na serikali yao. Na ile sheria hawakuwa nayo walijitungia tu, waliitunga nafikiri unajua ukitaka kuwamaliza watu unatunga sheria inayomkamata mtu mmoja. Walikuwa wamejitungia sheria ile tu ili kwa ajili tu ya kumpinga Kristo basi.
Tutaiona walisema kwamba wana sheria ya mtu akijifanya mwana wa Mungu auawe. Soma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hiyo sheria haipo. Haipo, waliitengeneza maalum kwa ajili ya Yesu. Inawezekana walikuwa wametengeneza mwaka uliotangulia walivyokuwa wanamuona anavyoendelea. Wasema wewe tumtengenezee sheria yake maalum. Sheria lazima iwe ni mizani ya haki. Ile sheria haikuwepo. Twende Yohana 19 twende mbele kidogo, soma mstari wa 12. Biblia anasema na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua lakini Wayahudi wakapiga kelele. Pilato anasema mimi nataka nimfungue. Leo hii dunia inataka watu wa dunia, makundi ya dunia yanataka yavae kwa kujisitiri, Wakristo hapana. Wanawaambia hapana. Wakristo wanawaambia hapana. Wanataka kuvaa kuonyesha maungo yao. Ndiko kutaka kumfungua, wanasema hapana, ukimfungua utakuwa sio rafiki wa Kaisari. Na baadaye tutaona taswira ya Kaisari ni kumchagua mpinga Kristo. Kaisari ni mtawala wa dunia ambaye atakuwa ni mpinga Kristo. Ndio taswira yake. Tuende katika Yohana mlango wa okay. Tulisha soma mstari. Yohana 1:11. Biblia inasema alikuja kwa walio wake lakini walio wake hawakumpokea. Lakini waliompokea aliwapa uwezo, bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio hao waliaminiwa jina lake. Watu sio kusema kwamba ni kila Mkristo akumpokea Kristo, hapana. Lakini kuna sehemu kubwa tumempokea Kristo rohoni lakini mwilini tumemkataa. Mungu anatutaka tukamilike rohoni na mwilini. Of course cha kwanza ni rohoni. Rohoni ni kumamini na kupata wokovu. Mwilini ni kumlingana katika mienendo yetu. Hakuna kitu hivi, jiulize mtu aliyeokoka. Kweli kabisa ameokoka, amemamini jina la Yesu Kristo. Lakini wanapokuja wezi ndio wa kwanza. Wanapokuja wavivu, wazembe ndio wa kwanza. Walevi ndio wa kwanza. Waasherati ndio wa kwanza, wazinifu ndio wa kwanza, waongo ndio wa kwanza, wambea ndio wa kwanza. Hivyo vitu havizui mtu kwenda mbinguni. Wambea wataenda mbinguni. Waasherati wataenda mbinguni. Wezi na wauaji pia wataenda mbinguni. Wataenda. Ila tutakuwa tumeitukana jina la Kristo duniani na tutakuwa tumewafungia malango watu wengine tulipokuwa bado duniani. Kwa sababu tunapoishi maisha yasiyomlingana Kristo, naomba hilo tujue. Inaweza lisituondolee wokovu wetu, naomba tulielewe hilo. Ila likawazuia watu wengine kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa sababu hawaoni kitu kizuri cha kujifunza kwetu. Kwa sababu hawaoni wokovu wetu moyoni, wokovu wetu ni wa rohoni. Sisi kama tunaelewana hapo. Kwa hiyo kule kuifanania injili, kumfanana Kristo, kuna vitu vingi. Kwanza tunaondolewa adhabu za Mungu. Kwa sababu tunapokuwa tumtendea Mungu matendo mabaya, dhambi mwilini, anazipiga. Lakini vile vile hata asipozipiga, japo atazipiga, bado tutakuwa kama kikwazo kwa watu wengine. Hivi ngoja tushawahi kutoa mfano. Tutoe kutoa mfano, turudie tena, sio mbaya, turudie tena. Hivi Wakristo wavaa uchi nusu uchi wanaweza wakampaje injili binti wa Kiislamu anayejifunika vizuri? Wakamwambia ili kusudi aende kwa Kristo yupi? Lakini watakuwa wameokoka ujue. Unaona hasara inayokuja pale. Wao wameshapata ticket. Lakini wanazuia watu wengine. Kwa Mungu hilo ni kosa kubwa. Na mara nyingi vile vile wale ambao utakuta labda atakuwa ni Mkristo kwa jina lakini hata wokovu hana, vile vile haito. Kwa hiyo unakuta ni ameokoka feki kwa ndani na kwa nje hafanani, lakini jina ni la Kristo. Jina ni la wanasema wale ni walokole wale, ni wa Kristo wale. Yule si Elizabeth yule. Yule nani yule si Sara yule. Yule ndio majina kwenye Biblia. Lakini ndio hilo tulijue. Tusome sehemu moja na yamkini tutafunga kipengele hiki. Tutasoma kipengele kinachofuata kifupi tutafunga pia.
Kusoma katika kitabu cha Timotheo Tesalonike wa pili wa kwanza, wa Tesalonike twende vizuri. Wa Tesalonike wa kwanza mlango wa pili. Tesalonike wa kwanza mlango wa pili mstari ule wa 14. Anasema hivi, Tesalonike wa kwanza 2:14 anasema hivi. Maana ninyi, Paulo anasema, maana ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyoko Uyahudi. Kanisa yalikuwa Uyahudi katika Kristo Yesu. Kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenu wenyewe walioyapata na hao kwa Wayahudi. Mateso ya Wakristo, watu walioamini Kristo yalikuwa yanatoka kwa Wayahudi. Ambao walimuua Yesu na hao manabii na kutuudhi sisi, wala hawampendezi Mungu wala hawapatani na watu wowote. Mmesikia tabia ya Wayahudi ni nini? Walitesa watu wa Kristo, wakamuua Yesu, wakamtesa na Paulo na hawapatani na mtu. Leo hii Wayahudi hawapatani na mtu. Biblia haiwezi kusema kitu ambacho hakipo. Imeandikwa. Leo hii pia kuna makanisa yanakuambia siji tunaenda Israeli kwenda kujifunza kuomba huko. Mambo mengi na kadhalika. Kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17. Hii hoja nifikiri tutaimaliza. Matendo ya Mitume mlango wa 17. Nifikiri tutaimaliza lakini bado ipo. Mstari wa 5 anasema hivi. Matendo ya Mitume twende pale. Matendo ya Mitume 17:5. Biblia inasema, na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu wa ovyo na sifa njema, nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yason, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Wayahudi ndio walikuwa wanatesa injili ya kina Paulo. Ndicho kinachoongelewa pale. Hiyo tulikuwa 17:5 twende mbele. 13 anasema Matendo ya Mitume 17:13 anasema, lakini Wayahudi wa Tesalonike walipopata habari ya kwamba neno la Mungu linahubiriwa na Paulo hata katika Beroya, wakaenda huko nako wakachafua. Hawa sio watu wa kujifunza. Sasa tukienda kule twende kwa hapa injili kusudi watoke katika ile giza. Lakini leo hii watu wanaenda kujifunza kuomba kama Wayahudi kwa kugonga vikuta. Sio kweli. Sio sahihi. Leo hii ukitaka kusema kwamba watu wa Mungu ndio wanaotesa kazi ya Kristo. Leo hii maisha wa Kristo, mataifa ya Kikristo ndio yaliyo mstari wa mbele kupigania haki za mashoga, ndio sio? Yanatoka Marekani, yanatoka Ulaya, yatakuja mataifa ya Kiafrika ya Kikristo. Hutayakuta katika taifa la Misri ambalo halina Wakristo wengi. Hutayakuta katika mataifa kama ya Sudani. Uhuru kule wanakamatwa wanauawa kama ilivyokuwa kwenye Biblia. Kwenye mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 13. Mambo ya Walawi 20:13. Lakini Wakristo ndio wanaoongoza kwa hivyo vinavyoitwa mpango wa uzazi. Lakini sio mpango wa Mungu, ni mpango wa shetani tunayefundisha. Wakristo ndio wanaoongoza leo hii kuua damu isiyo na hatia ya watu walioko mataifa ya Mashariki ya Kati, wa Palestina, wa Arabu. Wale watu nao wameumbwa na Mungu, wana haki ya kuishi. Lakini vita vinapigwa, yaani hata wakifa 500 kinachohesabiwa Wayahudi wangapi wamekufa ndio kipimo cha maumivu ya vile vita. Hata wakifa 10,000. No, hapana, ni dhambi. Kila damu ni damu yenye thamani. Leo hii Wayahudi wa Kristo ndio wanaoongoza katika mambo ya chanjo za corona. Aina zote ni vitu vinavyotokea kwa Kristo, na magonjwa yote yanatengenezwa katika mataifa ya Kristo.
Sio kwa mapenzi ya Mungu haya. Wakristo mataifa ya Kristo na Wakristo ndio wanaongoza kwa haki za kuvaa nusu uchi. Kwamba yani hayo mambo yote hayo yanatokea kwa Wakristo. Na kuhakikishia yanamuudhi Mungu sana kuliko hata ambao sio wa Mungu, watu wa Mungu. Na yanaendelea kuziba mlango wa watu kuokoka kwenda kwa Kristo. Wakristo ndio wanaoongoza kwa watu kuvaa mavazi yasiyo ya jinsia yao. Wanawake kuvaa suruali, wanaume kuvaa jamii ya manguo hayo ya masketi. Ya wanaume bado kidogo yako anakuja ndio yameanza kufika. Lakini huku kwingine ya wanawake kuvaa masuruali hawakuwa mpango wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 5 anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mpasao mwanamke kwa sababu ni chukizo kwa Mungu. Huwezi kuniambia kwamba machukizo yaliisha, Mungu aliacha kuchukia, hapana. Dhambi ni dhambi. Mauaji ni mauaji, uchafu ni uchafu. Kitu kilichobadilika kwenye Agano la Kale ni anasema ni mambo ya mila na desturi za kufanya mambo, kwa mfano kushika sabato. Hakuna dhambi ndani ya kushika sabato na kutokuishika. Lakini kitu kishaitwa machukizo ni machukizo. Lakini Wakristo ndio wa kwanza kabisa kwa kutenda na kwa kupigania. Kwa ufupi, jamii ya Wakristo ndio wavunja amri za Mungu namba 1. Kwa ufupi. Tusiwe miongoni mwao. Mimi ninapoangalia kanisa letu kama hili naumia ninapoona watu wanaona kama ni neno baya kujua kweli, hapana. Ni jambo baya. Na hiyo nayo inaingia kwenye kundi la Wakristo kumkataa Mungu, kukataa kusikia kweli yake. Nayo ni kitu kibaya vile vile. Yaani inaingia kwenye hiyo orodha. Tuliona katika mlango wa 19 mstari wa 7. Mlango wa 19 mstari wa 7 anasema hivi. Tutakuwa tumesoma hoja mbili naona kwa leo. Mstari wa 7 tu usome pale, anasema hivi. Ni hoja ndani ya hoja. Inasema mstari wa 7 na Yohana 19:7 anasema hivi. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria na kwa sheria hiyo amestahili kufa. Hiyo anasema kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Tulikuwa tumeligusa hilo kwamba hizo kuna sheria nyingi Wakristo wamejitungia. Na sio Wakristo tu peke yake. Yaani tuanze kwanza tukasema Wayahudi. Hawakuwa na hii sheria ya kumuua mtu anayejifanya mwana wa Mungu. Ilikuwa lengo tu ni namna ya kuhakikisha kwamba ni kama walivyopitisha sheria kwamba tutoe mfano. Wakati Herode alikuwa hajui Yesu amezaliwa wapi na akaa wapi. Akaona apitishe sheria ya jumla kwamba watoto wote wenye miaka 2 na kushuka chini wauawe. Akijua kwamba humo na Yesu atafanya nini? Atauawa tu kwa sababu alikuwa na miaka chini ya 2. Vile vile hii sheria ya kusema kwamba mtu yeyote atakayefanya mwana wa Mungu auawe ilikuwa ni njia ya kupinga mwana wa Mungu. Kwa sababu tumeona kuanzia Zaburi mlango wa 2 na sehemu nyingi kwenye Mithali anasema tuvipasue vifungo vyao. Anasema hatutaki kutawaliwa na Mungu na mwana wa Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo wakaona wapitishe sheria ya kupiga marufuku mtu yote atakayekuja anajiita mwana wa Mungu hata kama ni Yesu vile vile. Si kama tunapata hiyo hoja. Na nashukuru wale ambao mnaielewa. Kwa hiyo watu inatungwa sheria mapema ya kuzuia mambo ya Mungu yasifanye nini? Yasiweze kuwepo au kutokeza au kupona kuwepo. Maana yake hii sheria haikuwemo kwenye Biblia. Hao watu walikuwa wanatumia sheria ya Musa wakaibadilisha iwafanane. Leo hii watu tunatumia Biblia lakini imebadilishwa. Wengine wamejitengeneza kitu kinaitwa mithali ya waumini, wengine wametengeneza Biblia zao za ajabu na nini ili kusudi tu ifanane na wanachotaka kuhubiri. Tumalizie hii hoja kwa kusoma Mathayo mlango ule wa 15. Mathayo 15
Anasema Mathayo 15 wakati tunatafuta Mathayo 15 ngoja nikwambie kitu cha kufanya ambacho kitatusaidia wote. Amina. Unaona maneno mengine ya Mungu ni yako ndani kama haya. Ni magumu kidogo kama haya, sio maneno rahisi kimsingi. Watu wetu tutakuwa tunadanganya kwamba ni maneno rahisi. Dawa yake. Dawa ya moto ni nini? Ni moto. Ukiona maneno ya Mungu yamekuwa deep, nenda kakute huko yasome na wewe. Yamekuwa moto na wewe fanya moto. Lakini tukiyasikia kama tukaacha pembeni siku akirudi atatuumiza. Kwa hiyo dawa yake ni kwamba tukisikia maneno ya Mungu yakawa ndani, yafuate humo ndani na wewe. Yakiwa ya moto nao unachoma moto huko. Ndio dawa yake. Itatuia rahisi sana. Sana kabisa. Na itatusaidia sana. Mathayo 15 mstari ule wa 8 anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo yao. Alikuwa ananukuu Isaya 29:13. Anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami, nao huniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hawa Wayahudi walikuwa na sheria zao za wanadamu, haziko kwenye Biblia. Na wakienda kwa Pilato wanamwambia hii ni sheria yetu ya dini ya Mungu ya kuzuia watu wote wasijiite mwana wa Mungu. Kwa hiyo tumhukumu kwa sheria ya Mungu, lakini haikuwa ya Mungu. Mungu alishasema mapema, anasema hawa watu wananiabudu bure lakini wanatumia sheria ambazo ni mafundisho ya wanadamu, sio ya kwangu. Leo hii Wakristo tuna mafundisho ya wanadamu. Leo hii Wakristo wakienda kulala usiku, kazi yake anakuambia anaenda kuomba visala vya hata ukiomba nusu saa, hata ukiomba mpaka asubuhi. Kitu cha kwanza ni kula neno la Mungu. Mtu hata ishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Lazima ulale umekula neno la Mungu, ndipo utakuwa uko salama na Mungu. Hata ukilala umemwambia bwana mpaka ukukacha, umepoteza muda wako. Ni mafundisho yaliyo. Leo utasikia saa 8 usiku unasikia anga linaunguruma. Kelele nyingi angani la watu wako makanisani. Ni kelele tu. Anasema nanyi muingiapo katika kusali, nanyi msalipo msiwe kama wanafiki. Wanaosali kwa kupiga kelele na kurudia. Ni mafundisho ya wanadamu hapa. Lakini mwambie nenda kasome Isaya. Adui. Nenda kasome Ufunuo. Hapana. Nenda kasome Mathayo basi, hata ile ya kuanzia. Nayo hapana. Sasa tutaweza. Najua sio ngumu sana. Na mimi nayo kuambia kwangu sio rahisi pia. Wote. Lakini katika Kristo Biblia inasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Huo mstari wa Kristo anaujua kwa kuutamka lakini hawataka kuishi. Ni wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 13. Kila kitu kilichotushinda katika Kristo tuna uwezo wa kufanya kwa sababu yeye anayetutia nguvu. Anasema hakuna mtu anaweza kuja kwangu isipokuwa amevutwa na Baba yangu. Tukitafuta neno la Mungu tutampata. Sema atakayenitafuta kwa bidii atanipata tu. Biblia inasema ukinitafuta utanipata. Usiponitafuta hunipata. Ndio Biblia inasema. Biblia inasema. Kwa hiyo tutaishia hapa tukiwa tumesoma hoja 2 katika mlango wa 19. Wiki ijayo tutaendelea na hoja zinazoendelea. Tuna hoja 10. Nilikuwa nafikiria labda tuzisome kwenye wiki 3 lakini sijajua kama tutaweza. Nishasema hakuna tunakowahi kama tukafika mwezi wa 9 manake bado tunausoma huu mlango kitabu hiki. Itakuwa na njema tu mlango mradi atupotezi muda bali tunajifunza na kukua. Mungu awabariki. Baba mbinguni nakushukuru kwa neno hili. Naomba mfalme wa ajabu maneno haya yakawe kweli, yakawe thabiti, yakapokelewa katika mioyo ya Mungu. Baba unajua udhaifu wa watu wako, unajua udhaifu wa mimi naye nena. Baba si Mungu wa mbinguni ukatuwezeshe na baraka zako zikawe juu ya watu wako na kusanyiko lako mfalme. Nakushukuru kwa upendo wako ajabu na neema yako mbinguni. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naamini yote na kupokea. Amen.